Miongoni mwa matukio yaliyozua gumzo kubwa baada ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambayo ilimalizika kwa sare ya 2-2, ni ile kwamba wananchi Yanga walitumia nyumba ya jirani na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kama ndio dressing room yao. Ndio kwamba wao hawakuingia katika vyumba vile vya kupumzikia, kufanyia kubadilishia nguo vya kawaida ndani ya uwanja, badala yake walifanya hivyo kwenye nyumba ya jirani, na kwamba kuvalia walivalia huko, kutokea walitokea huko. Clips mbalimbali zilizunguka kuonyesha tukio hilo, na mjadala ukawa mkubwa, na baadhi ya maafisa wa klabu ya wananchi Yanga wakawa wanajinasibu, wanatamba juu ya kile walichokifanya, kwamba wamewazidi ujanja wapinzani wao juu ya kile ambacho kwa mtazamo wao kwamba wangeenda kwenye vyumba vya kuvalia basi pengine mambo yasingekuwa kama yalivyokuwa. Mijadala imekuwa mingi, lakini kimsingi kwa kufuatilia kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26, endapo haya yanayozungumzwa yakaonekana kwamba ni makosa na bodi ya ligi, basi hakika miongoni mwa rejea katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu ni katika kanuni au tuseme katika sura ya 5 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara, sura ya 5 ya Kirumi ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara, ambayo hii inazungumzia taratibu za mchezo. Ndio, na bila shaka Yanga watakuwa wanazifahamu taratibu hizi za mchezo kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara, na wanajua implications, nini kitakachotokea endapo watakutwa na hatia. Kwa hivyo vyote vile watakuwa wanafahamu. Ni kwamba kwenye kanuni hizi, kwenye hii sura ya 5 juu ya taratibu za mchezo, kwenye kanuni ya 17 sasa ya sura hii ya 5 ndiyo ambayo unaweza ukakuta kile kinachoelezwa kuhusu taratibu za mchezo kwenye kifungu cha 20 juu ya vyumba vya kupumzikia. Kifungu cha 20 cha kanuni hii ambacho pengine kinaweza kawa miongoni mwa rejea ni kwamba timu zinapowasili uwanjani zinapaswa kuwapo katika vyumba vya kupumzikia. Maelezo yako mengi, lakini kimsingi pa kupigia mstari ni hapo kwenye vyumba vya kupumzikia. Labda inaweza ikachukuliwa kama hii ni sehemu ya namna ya kuliendea swala hili na bodi ya ligi, na kwamba kama hivyo ndivyo, basi kwenye kifungu cha 62 cha kanuni hizi za taratibu za mchezo sura ya 5 kanuni ya 17 kifungu cha 62 kinaelezea juu ya adhabu kwa timu, kiongozi au mchezaji atakayekiuka taratibu za mchezo. Miongoni mwa adhabu zilizopo ni pamoja na faini, kwamba kuna faini ya kati ya shilingi milioni 5, milioni 5 mpaka shilingi milioni 10 kama faini kwa yeyote atakayekutwa na hatia ya kukiuka taratibu za mchezo, awe kiongozi, awe mchezaji ama timu. Lakini kanuni hiyo inafafanuliwa zaidi kwenye kanuni hizi juu ya taratibu za mchezo kuhusiana na adhabu kwa yeyote atakayekiuka taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa, kwamba kama ikiwa ni kwa kujirudia makosa hayo, faini hubadilika sasa. Miongoni mwa adhabu ni faini ya sasa kuanzia shilingi milioni 11 mpaka shilingi milioni 20. Ndio adhabu kwa anayekutwa na hatia ya kukiuka taratibu za mchezo, awe mchezaji, awe kiongozi au timu. Bila shaka wananchi Yanga watakuwa wanafahamu yote haya, na kwamba kama kweli itathibitika wamekutwa na hatia kwa hiki cha kuonekana kana kwamba wana dressing room yao badala ya kutumia ile ambayo ipo viwanjani, kwa maana vyumba vya uwanjani vya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, basi kwenye taratibu za mchezo kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-26 zaweza zikawa hivi. Yanga wanafahamu vizuri, lakini kwa kile kinachozunguka yaonekana kana kwamba miongoni mwa maeneo yaliyoguswa kwenye taratibu za mchezo kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara ni pamoja na haya, kwamba sura ya 5 taratibu za mchezo katika kanuni ya 17 kifungu cha 20, lakini pia kuna faini au tuseme adhabu zitokanazo na kukiuka taratibu za mchezo kwenye kifungu cha 62. Bila shaka ni miongoni mwa maeneo tunasisitiza ni miongoni mwa maeneo, kwa sababu kama hilo lipo, basi bodi ya ligi ndio wanaofahamu vizuri, Yanga wenyewe wanafahamu vizuri juu ya taratibu za mchezo na kadhalika. Bila shaka tumekujibu vyema ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ambaye umekuwa ukiuliza mara kwa mara kuhusiana na swala hili. Sisi tumejaribu kugusia tu kwa kuchungulia kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Sasa bila shaka Yanga kwa kufahamu yote haya wanajua, kwa mfano adhabu hii kulingana na kile ambacho wao labda wamefikiri kingeweza
kuwatokea endapo wasingefanya walichofanya, kwamba wamefanya ulinganifu wa adhabu kwa kulinganisha na wao pengine wangekwenda kwenye vyumba vya kuvalia. Nasema pengine yote pengine, lakini ni vizuri kwa klabu zetu za ligi kuu Tanzania bara, wachezaji, viongozi, ni vizuri wakawa wanazingatia kanuni za ligi kuu Tanzania bara ili kuendelea kuwa na mchezo wenye furaha, amani, na ni vizuri kuzingatia kanuni zilizopo ambazo bila shaka timu zote zinafahamu na zinapaswa kuzifuata. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.